Mwatwi Machani. Kwanza kabisa nianze kwa kutambua uwepo wa meza kuu tukiongozwa na mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini vile vile nitambue uwepo wa Mheshimiwa RC wa mkoa wa Rukwa, Charles Makongoro, mbunge mwenyeji kaka yangu Mbwilo, viongozi, manaibu waziri mliofika. Lakini vile vile nitambue uwepo wa viongozi wote wa serikali, viongozi wa chama, wa mkoa na wilaya mliopo mahali hapa, na bila kuwasahau ndugu wananchi wa wilaya hii wa hasa kata ya Nyamanyere. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Jacqueline Crescent Mzindakaya, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Rukwa. Nimesimama hapa kwa heshima kubwa sana. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukukaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika makao makuu ya wilaya ya Nkasi, kata ya Nyamanyere. Karibu sana. Umekuwa nasi toka siku ya jana tulipokwenda katika wilaya ya Sumbawanga vijijini, makao makuu katika mji wa Laela, lakini umeendelea leo katika siku yako ya pili, umeambatana nasi tena katika kuendelea na ziara yako. Ni imani yetu kubwa kiu ya wananchi wa Nkasi na Nyamanyere utakwenda kuitimiza kulingana na changamoto ambazo tayari Mheshimiwa mbunge mwenye jimbo lake amewasilisha, lakini vile vile tumeona mbunge wa Nkasi Kusini naye amewakilisha. Kwa hiyo na mimi sitakuwa na mengi sana ya kusema, nitakuwa na machache tu ya kuongezea, nikianza na ombi la kwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wetu wa Rukwa kama unavyofahamu, uti wa mgongo wa uchumi wa mkoa wetu ni kilimo. Na hivyo tunapenda kuwa na kilimo endelevu, sio kutegemea kilimo cha msimu ili kujinyanyua kiuchumi wananchi wa mkoa wa Rukwa. Lakini hapa kumekuwa na mradi wa skimu ya umwagiliaji katika wilaya hii ya Katongoro. Skimu ya umwagiliaji ya Katongoro imeanza toka mwaka 2023, lakini mpaka leo hii skimu hiyo ya umwagiliaji haijakamilika. Hivyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, skimu hiyo ya umwagiliaji ya Katongoro iweze kukamilika na wananchi wa Nkasi na Nyamanyere waweze kunufaika kwa ajili ya kilimo endelevu, kujinyanyua kiuchumi. Lakini kama mbunge wa wanawake, ninaomba niongezee kwamba kuna makina mama wajasiriamali wadogo hapa Nyamanyere katika soko la Majengo wanafanya biashara zao. Lakini kina mama hao wanajitoa sana kufanya biashara mpaka usiku, lakini wanakutana na changamoto ya kutokuwa na taa ili waweze kufanya biashara zao mpaka usiku. Kwa hiyo ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kina mama hao pia waweze kupata msaada, kuwekewa taa ili waweze kufanya biashara zao mpaka usiku katika kujinyanyua kiuchumi. Baada ya kusema hayo, ninawasilisha kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninazidi kukukaribisha, ninawakaribisha wageni wote, na Mwenyezi Mungu atangulie katika ziara hii na ukapate kuanza na kumaliza salama. Asanteni sana na Taija Sante Kalesa. Nyamanyere oye! Wana Nyamanyere tumsalimie mgeni, mikono juu. Nyamanyere oye! Mama Samia oye! Waziri Mkuu wetu Mwigulu Nchemba oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jina naitwa Sylvia Francis Sigula. Mimi ni mbunge wa viti maalumu mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua uwepo wa viongozi wote meza kuu, lakini pamoja na waheshimiwa sana wananchi wetu wapendwa. Nitumie nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kwanza kuendelea kukupongeza. Tumekupokea jana ulikuwa na ratiba ndefu na mimi nilijua siku ya leo huenda ingekuwa ngumu kwako.
lakini umetupa fundisho sisi viongozi vijana kwamba unapopewa dhamana lazima uifanye kwa nguvu zote. Tumeona haujachoka, tumeona haujalala, na asubuhi hii umeamka kwa kasi ya ajabu kuja kuwasalimia wananchi wa Namanyere. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina ujumbe kutoka kwa Wanalaela. Baada ya kumaliza kikao kile, wamenituma nikufikishie salamu hizi. Wanasema ulichokifanya jana ndicho ambacho wananchi wanakitaka kutoka kwa viongozi. Wanakupa hongera na wanasema Mungu aendelee kukulinda utimize majukumu yako vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wanankansi, sisi wana Namanyere tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika mkoa ambao Mheshimiwa Rais ameugusa ni pamoja na mkoa wa Rukwa, lakini ni pamoja na wilaya yetu hii ya Nkasi na hasa maeneo haya ya Namanyere. Tumepokea fedha nyingi kama ambavyo ameongea mbunge wa jimbo, lakini tumeona Mheshimiwa Rais amefanya mambo mengi kwenye sekta mbalimbali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua kushukuru ni kuomba tena. Kama ambavyo tunasema maendeleo ni hatua, bado hatujamaliza changamoto zote. Tuna maombi ya Wanankansi. Wilaya yetu hii ya Nkasi tumezungukwa na ziwa Tanganyika, na Wanankansi wengi ni wavuvi na wanafanya biashara za mazao ya uvuvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi lao kwao Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeona mikopo ya wavuvi imetoka maeneo mbalimbali, lakini bado katika wilaya ya Nkasi mikopo hii ya wavuvi haijatufikia. Kwa hiyo tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukumbukwe sisi Wanankansi ili mikopo pia iweze kutufikia, hasa sisi wavuvi kutoka wilaya hii ya Nkasi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumalizia, ajenda ya Mheshimiwa Rais ni kumtua ndoo mama kichwani. Ameongea hapa mbunge wa jimbo, lakini mimi kama mbunge wa wakina mama, hii ni ajenda yetu wabunge wanawake. Tuna changamoto kubwa sana ya maji hapa kwenye mji wa Namanyere. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua dhamira ya serikali ni kutoa maji katika ziwa Tanganyika, lakini tunataka kwa kipindi hiki ambacho bado tuko kwenye mipango tupate msaada wa haraka kwenye mji huu wa Namanyere. Kina mama wanahitaji kupata maji safi, maji ya uhakika ili waweze kutatua mambo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ufupi sana, kwa unyenyekevu mkubwa, niendelee kukaribisha, lakini niendelee kukutakia ziara njema. Karibu sana wilaya ya Nkasi. Asante.